Naitwa Jaliwa Johnson, meneja wa Meru Agro kanda ya kati. Tunafanya kazi kwenye mikoa mitatu: Singida, Tabora na Dodoma. Na hapa mahali tulipo ni kiwanda chetu cha uchakataji wa mbegu, ambapo tutakuwa tunachakata mbegu za aina kama 4, tukianza na mahindi, mbegu za mahindi, mtama, alizeti na maharage kwa baadaye. Kiwanda chetu tunatarajia kuanza mwishoni mwa mwezi wa 8. Ndio tunatarajia kukizindua rasmi ili tuanze uzalishaji. Na kwa nini tumekuja kanda ya kati? Tuna mbegu ambazo zinavumilia hali ya hewa na zinaweza zikafanya vizuri kwenye hii mikoa. Tuna mbegu kama Meru HB 405 chapa sungura, hii ni mbegu ya muda mfupi, mbegu ya mahindi. Lakini tuna mbegu pia inaitwa Meru HB 513 chapa ngamia, mbegu nzuri na zinafaa kwenye hii mikoa. Lakini pia tuna mbegu nyingine ni Meru HB 515, hizi ni mbegu chotara, ni mbegu nzuri sana. Lakini pia kwa upande wa mbegu za kawaida ama OPV, tuna Stuka M1 ya kampuni yetu, inafanya vizuri pia kwenye hii mikoa ya kanda ya kati na mikoa mingi ya Tanzania. Ujenzi wa kiwanda hiki ulianza lini? Na kama ulivyosema Agosti unaanza uzalishaji, na umegharimu kiasi gani cha fedha uwekezaji? Ujenzi wa kiwanda hiki ulianza tarehe 15 mwezi wa 8 mwaka 2025, na huu mradi utagharimu zaidi ya bilioni 10. Kampuni ya Meru Agro Tours and Consultant Company Limited ni kampuni ya Tanzania inayomilikiwa na wazawa, kwa sio kampuni ya nje. Pia tunaomba wananchi na wakulima wote wa Tanzania waweze kuiunga mkono, kwani itakuwa na manufaa makubwa kwa nchi yetu. Mpaka sasa tumetumia bilioni 8 na milioni 100 kwa ajili ya ujenzi wa haya maghala makubwa matatu kama mnavyoyaona, na ununuzi na ufungaji wa mitambo ya kuchakata hizi mbegu kama inavyoonekana hapa nyuma, na miundombinu mingine ya kiwanda na vifaa mbalimbali kwa ajili ya wafanyakazi. Nini wito wako sasa kwa wakulima na wakazi wa mkoa wa Singida? Nashukuru ndugu mwandishi. Nachoweza kuambia wakulima wa mkoa wa Singida na hii mikoa mingine ya kanda ya kati kwamba wafurahie ujio wetu, kwa sababu tumekuja kushirikiana nao katika kutatua hizi changamoto za kilimo za upatikanaji wa mbegu bora. Tunakuja na jibu la tatizo la upatikanaji wa mbegu bora. Kwa hiyo tutahakikisha wanapata mbegu bora zilizo nzuri zitakazowasaidia kupata mavuno mengi ili waweze kuuza na mengine waweze kutumia kwa ajili ya chakula. Na mwishowe wote, kampuni na wakulima, tutaweza kuongeza kipato. Ili soko kubwa la mbegu, licha kuwa mkoa wa Singida kuwekeza katika mkoa wa Singida, mnatarajia soko lipanuke mpaka wapi na wapi labda? Nashukuru, kama kampuni tunafanya kazi nchi nzima. Ndio maana nimesema tupo kanda ya kati, lakini tuna kanda ya kaskazini, kanda ya nyanda za juu kusini na kanda ya mashariki. Kwa hiyo tunatarajia mikoa ya kanda ya ziwa ikiwepo kanda ya kati, mikoa ya kaskazini wote na mikoa mingi ya Tanzania na mikoa yote ya Tanzania wataweza kunufaika na hizi mbegu. Kiwanda chetu kina uwezo mkubwa, kwani kwa siku tunaweza kuzalisha mbegu zilizothibitishwa tani 360. Kwa hiyo tukiangalia uhitaji wa mbegu katika nchi yetu, tutaweza kutatua changamoto ya upatikanaji wa mbegu na kuhakikisha wakulima wote wa mikoa ya kanda ya kati na mikoa mingine ya Tanzania wananufaika na upatikanaji wa mbegu bora na zilizo salama zenye kipato kikubwa. Siku ya leo Mwenge wa Uhuru umepita hapa katika kiwanda hiki na kuweka jiwe la msingi. Na kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru amepongeza uwekezaji mkubwa. Nini sasa kama kampuni mnajisikia? Kwanza tunamshukuru kiongozi wa mbio za Mwenge kitaifa ndugu Wazo Michael Mwang'onda kwa kutupongeza namna tulivyofanya uwekezaji mkubwa, lakini bila kusahau tunaishukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kutupa sapoti kubwa kupitia TISEZA, kwani kuna vitu tulivyonufaika kama kutolewa kodi ya ongezeko la thamani ya vifaa mbalimbali tulivyotumia hapa kiwandani.
tunatoa hizo shukrani. Na jinsi ambavyo mmepongezwa kwa uwekezaji mkubwa, mnawaahidi nini Watanzania na wananchi wa mkoa wa Singida? Tunawaahidi wananchi wa mkoa wa Singida na mikoa mingine ya jirani kwamba tutaweza kutoa huduma nzuri na tutaweza kuwazalishia mbegu bora zenye kiwango cha juu ili waweze kupata tija kwenye uzalishaji wa kilimo. Na kwa wakulima sasa, kiwango cha uzalishaji kinaenda kuongezeka kwa kiasi gani kupitia uzalishaji ambao umesema kwamba kwa siku tani kadhaa mnaweza kuzalisha? Ndugu mwandishi, hizi tani tunazozizalisha kiwandani zitasaidia upatikanaji wa mbegu bora kirahisi kulinganisha na miaka ya nyuma, lakini hizi mbegu kwa sababu zimeboreshwa na zimefanyiwa utafiti, hivyo tunatarajia wakulima kuongeza kipato. Kwa ekari moja mkulima ataweza kupata kuanzia gunia 15 mpaka 30 kwa mbegu zile za muda mfupi kama Meru HB 405 chapa sungura, lakini kwa mbegu ya muda wa kati Meru HB 513 mkulima ataweza kupata kuanzia gunia 25 mpaka 40 za ujazo wa kilo 100. Kwa hiyo kwa kifupi ni kwamba wakulima wataenda kunufaika zaidi na upatikanaji wa mbegu bora na kuongeza kipato